Naam, Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania pamoja na msikilizaji wa redio ya Waadventista wa Sabato AWR Tanzania na Rock FM pale Mbeya. Ni kukaribishe sana katika kipindi chetu cha siku hii ya leo, kipindi mahususi cha Roho Mtakatifu. Hiki ni kipindi ambacho kinatujia ili kutupatia mafundisho kuhusiana na Roho Mtakatifu, ambaye Biblia inamfunua kwamba ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu. Ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8, Biblia inasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu, na tuko hapa kujifunza juu ya uwepo wake kama nafsi, lakini pia tuko hapa kujifunza juu ya uwepo wake kama Mungu, kama vile alivyofunuliwa Baba pamoja na Mwana. Nikukaribisha katika kipindi chetu cha leo, na nikualike tu sasa tuweze kupata ombi kabla hatujaanza mada yetu ya siku hii ya leo. Baba yetu na Mungu wetu mwema unaishi juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupa nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza neno lako takatifu. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji ambao wanafuatilia kwa umakini na ukaribu kabisa kipindi hiki. Tunaomba uweze kuwa pamoja nasi sote, tukajifunze maneno haya, tukayaelewe na hatimaye tukayaishi, tukiandaliwa vema kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la thamani la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Karibu katika kipindi hiki, na kipindi hiki kama ndiyo mara ya kwanza unafungua chaneli yako na kufuatilia mafundisho haya ya Roho Mtakatifu, ni kipindi ambacho kinatuongoza kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Tumejifunza Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, tulijifunza ishara mbalimbali ambazo Biblia inatumia kumfunua Roho Mtakatifu, lakini pia tukajifunza habari ya uungu wake, ni kwa jinsi gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni Mungu. Lakini pia tukajifunza ni kwa jinsi gani Biblia inamfunua Roho Mtakatifu ni nafsi. Na sasa tupo katika kipengele cha mwisho, tunajifunza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu katika Agano Jipya. Tulijifunza Agano la Kale na sasa ni Agano Jipya. Ndani ya Agano Jipya tunajifunza habari ya Roho Mtakatifu kama Mungu na kama nafsi, tukianza na vitabu vya Injili. Vitabu vinne ambavyo vimeandika Injili: Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana. Lakini tutamaliza, tunaingia kitabu cha Matendo ya Mitume, tukiangalia utendaji wa Roho Mtakatifu na uwepo wake kama nafsi. Baada ya hapo tunaangalia nyaraka za Mtume Paulo, na kisha tunaangalia nyaraka za mitume wengine, na tunamalizia na kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tumemaliza katika Injili ambazo ni Mathayo, Marko, Luka pamoja na Yohana. Tukaona utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Yesu Kristo mwenyewe. Sasa tunaingia kipengele cha pili, utendaji wa Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume ni kitabu ambacho kinafuata baada ya vitabu vinne vya Injili kama ambavyo vimefunuliwa katika Biblia. Waandishi wa vitabu hivi vya Injili waliandika kwa kina sana kwa habari ya Roho Mtakatifu, tangu mwanzo tuliona na hata mwisho. Na katika kuhitimisha kwao, wanahitimisha kwa kutoa ukweli ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu na ndio ahadi ambayo Mungu amewaahidia wanadamu. Sasa tuangalie katika kitabu cha Luka sura ile ya 24 mstari wa 49. Luka anaandika, anasema, natazama nawaletea juu yenu ahadi ya baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Luka anapohitimisha kitabu chake cha Luka, anatufunulia ukweli ya kwamba Roho Mtakatifu ndiyo ahadi ya Baba ambayo ameahidi kwa ajili ya watu wake. Na hii ni kauli ya Yesu Kristo ambapo anaiongea muda mfupi kabla hajapaa kwenda mbinguni. Alizungumza pia hata katika kitabu cha Yohana. Ukisoma kitabu kile cha Yohana sura ya 21 na mstari wa 22, anasema, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Utagundua ya kwamba katika vitabu vya Injili vinaeleza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu tangu mwanzo wake mpaka wanapohitimisha. Vinataja habari
ya Roho Mtakatifu. Maana yake ni nini? Roho Mtakatifu ndiye mtendaji katika uungu. Yaani bila Roho Mtakatifu hakuna jambo ambalo linafanyika. Hapa Yesu anatoa ahadi ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye atakayewawezesha katika kazi yao ya kuhubiri Injili. Na anasema akawavuvia, akawaambia pokeeni ahadi ya Roho Mtakatifu. Sasa tunapofunga kwa vitabu hivyo vya Injili, tunafungua na kitabu cha Matendo ya Mitume. Na chenyewe kinapofungua mwanzoni kabisa kinamtaja Roho Mtakatifu akiwa katika utendaji wake. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari wa 4 na wa 5, alafu nitaruka mstari wa 8. Neno la Mungu linasema hivi: hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo Yesu anawaagiza wanafunzi wake, kama alivyofunga katika kitabu cha Luka, anasema kwamba kaeni mjini, msitoke hadi mpokee ahadi ya Baba. Vivyo hivyo anairudia hapa akiwa katika kitabu cha Matendo akiwa amefufuka, anasema ya kwamba ngojee ahadi ya Baba, uwezo utokao juu, na anasema kwamba mtavikwa Roho Mtakatifu, mtabatizwa baada ya siku hizi chache. Fungu la 8 hapo anasema, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Maana yake ni nini? Tumejifunza kwa kina sana kwamba Biblia nzima imejaa habari ya utendaji wa Roho Mtakatifu tangu mwanzo kabisa. Unaona, nafsi ya kwanza kutajwa ni Roho Mtakatifu, Roho ya Mungu. Ukija kwenye Maraki anatajwa ni Roho wa ahadi, Roho wa Elia ambaye atakuja kutangulia kabla ya Mwokozi Yesu kuja. Ukija kitabu cha Mathayo, mwanzoni kabisa kabla hata Yesu hajazaliwa, Roho Mtakatifu ndiye anaonekana jukwani hapo, anamleta. Mwishoni kitabu cha Ufunuo, Roho Mtakatifu anafunuliwa ya kwamba anatoa mwariko, Roho na bibi harusi wasema njoo, naye aliye na kiu na haja yatwae maji haya ya uzima bure. Maana yake ni nini? Hakuna jambo lolote litakalotendeka bila uwepo wa Roho Mtakatifu. Na hiyo ni jambo kubwa sana. Biblia inapotoa msisitizo kwa habari ya Roho Mtakatifu, ina maana kubwa sana ya kwamba bila yeye hakuna kinachoweza kufanyika. Sasa leo tunapojifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona Roho Mtakatifu ndiye anayewawezesha mitume katika kazi yao. Yesu anatoa ahadi hiyo, anasema ya kwamba subilieni hapa hata mtakapovikwa uwezo kutoka juu. Mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Maana yake ni nini? Utendaji wote katika kitabu cha Matendo ya Mitume ni utendaji wa Roho Mtakatifu. Sasa hapa sikiliza kwa makini sana. Katika vitabu vya Injili, Roho Mtakatifu alikuwa juu ya Yesu Kristo. Maana Yesu alisema, Roho ya Bwana yuko juu yangu, maana amenitia mafuta ni wahubiri maskini habari njema, na kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao, na vipofu kupata kuona tena. Katika Injili ni Roho aliye juu ya Yesu akimuongoza, na miujiza yote, kazi zote za kiungu Yesu anazifanya akiwa anaongozwa na Roho Mtakatifu katika ubinadamu wake. Ukija katika kitabu cha Matendo ya Mitume, tunaona sasa ni wanadamu ambao ni wanafunzi wa Yesu, kanisa la awali, wanaahidiwa kupewa Roho Mtakatifu kwa nguvu kama alivyokuwa juu ya Yesu na akatenda mambo makubwa. Ndivyo hivyo katika utendaji wao katika kanisa la awali, wakati Yesu amekwisha kupaa kwenda juu mbinguni. Sasa Yesu anapotoa ahadi na anapozungumza maneno hayo, tunaona Roho Mtakatifu ndiye anayetolewa ahadi ya kwamba atakuja kwa mitume. Nini tunachoweza kujifunza juu ya uwepo wake kama nafsi, lakini pia kama Mungu? Jambo la kwanza kwa siku hii ya leo, Roho Mtakatifu yeye ndiye anayewapatia nguvu mitume kwa ajili ya kazi ya Injili. Sasa tumesoma hilo fungu la Matendo 1 fungu la 8, anasema lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu,
nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Hapa Roho Mtakatifu anafunuliwa kama nafsi, na kama nafsi ya kiungu ndiye anayewapatia nguvu mitume. Wamekuwepo baadhi ya watu ambao wanadai ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu ya kiungu, na wanatumia fungu hili la Matendo 1 fungu la 8. Ila hili fungu linatuonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu anapokuja ndipo anatoa nguvu. Yaani nguvu ya kufanya kazi ya Mungu ni matokeo ya ujio wa Roho Mtakatifu. Ndio maana Yesu alisema tulieni kwanza humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alivyokuja juu yao ndipo aliwapatia nguvu, na ndipo walitenda mambo makubwa kabisa katika kuifanya kazi ya Mungu, kama ambavyo tutaona katika vipindi vinavyoendelea na pointi zilizoko hapo mbele. Kwa hiyo fungu hilo liko bayana, linatufunulia kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu ambaye anaahidiwa kuja katika mitume, anaahidiwa kuja kwa watu wa Mungu kama alivyokuwa juu ya Yesu, na hivyo atakuja kwa watu wa Mungu. Jambo la pili, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Roho Mtakatifu anafunuliwa kama nafsi. Hii ni pointi ya msingi sana. Wamekuwepo watu ambao wanadai ya kwamba Roho Mtakatifu si nafsi, kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu tu fulani hivi ya kiungu, ni nguvu ya utendaji wa Mungu. Wengine wanasema ni umeme, wengine wanasema Roho Mtakatifu ni mvuto. Lakini Biblia inatufunulia Roho Mtakatifu ni nafsi. Tumejifunza sana huko nyuma. Leo tuko kwenye kitabu cha Matendo. Angalia kitabu cha Matendo kinavyomfunua Roho Mtakatifu kama nafsi. Katika kitabu cha Matendo sura ile ya 8 mstari wa 29 na 30, Biblia inasema, Roho akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Basi Filipo akaenda mbio, akamsikia akisoma chuo cha nabii Isaya. Biblia inatuambia hapa juu ya Roho Mtakatifu kuwa ni nafsi. Kwa maana gani? Roho Mtakatifu ananena. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu anaongoza. Alimuongoza Filipo. Filipo akiwa hapa duniani na anaifanya kazi ya Mungu, Filipo anaongozwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anamwambia sogea karibu na lile gari la yule mtu pale, anahitaji kupata ujumbe ili uweze kumfundisha. Lakini anazungumza, Biblia inasema Roho akamwambia Filipo. Nguvu tu ya kiungu au mvuto tu hauwezi kuongea. Kwa hiyo hadi awe nafsi lazima aongee, ana uwezo wa kuwasiliana. Ndio maana hapa unaona Roho Mtakatifu anawasiliana na Filipo kabisa, yani anamwambia Filipo sogea karibu ya lile gari, anazungumza naye. Kwa hiyo kitabu cha Matendo kinakubaliana na vitabu vingine vya Injili, kinakubaliana na Agano la Kale tulivyojifunza ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi, maana ana sifa ya kunena, lakini pia ana sifa ya kuongoza. Anaongoza mambo ya kanisa na anaongoza mambo ya kimishonari, mambo ya utume. Maana hapa ilikuwa ni utume ambao Filipo alikuwa anaufanya. Eneo la pili ambapo Roho Mtakatifu anafunuliwa pia akinena ni katika kitabu cha Matendo sura ile ya 10 mstari wa 19 mpaka 20. Neno la Mungu linasema hivi: na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono, Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka ushuke ufuatane nao, usione tashwishwi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Sasa hapa Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa sifa ya nafsi, kwa maana jambo la kwanza anaongoza shughuli za kiutume au za kimishonari. Hapa kulikuwa na mtu anaitwa Cornelio, sura ya 10. Alikuwa ni mtu wa mataifa, alikuwa ni kiongozi wa jeshi la kikosi cha Kiitalia. Cornelio alikuwa ni mcha Mungu na hakuwa sehemu ya watu wa taifa la Wayahudi. Alikuwa anatoa sadaka sana, lakini pia alikuwa ni mtu wa maombi, na familia yake yote maandiko yanasema walikuwa ni wacha Mungu, mpaka na wasaidizi wake ambao walikuwa ni wasaidizi wake katika kazi yake hiyo kama jemedari wa jeshi. Alikuwa ni mcha Mungu na aliweka watu wote kuwa wacha Mungu.
Na maandiko yanatufundisha kwamba kwa maisha yake hayo ya uchaji Mungu, Mungu akamtumia malaika. Sasa sikiliza kwa makini. Alipomtumia malaika, Kornelio akiwa katika kuomba mida ya saa 9, anaona malaika amesimama. Baadaye anasema, ni nini hiki Bwana? Malaika anamwambia, Kornelio, maombi yako na sadaka zako zimefika mbele ya Mungu. Mungu amezipokea. Sasa tuma watu uende Yafa, utakuta kuna mtu anaitwa Petro, naye atakuambia yale ya kupasayo kutenda. Malaika hapa alitumwa na Mungu. Zingatia hiyo neno. Malaika ndiye aliyetumwa na Mungu na anamwambia Kornelio. Kornelio baada ya maono hayo anachukua wale watu, wanaenda kwa Petro. Walipoenda kwa Petro, Petro akiwa amelala, akiwa anafanya ibada, Petro akiwa anafanya ibada, ndipo anaonyeshwa maono. Mungu anampatia maono. Sasa utagundua ni nafsi ipi hapa ambayo iko katika utendaji wa kazi. Baada ya kumpa yale maono, ndipo Petro anasikia njaa. Baadaye Mungu anamwambia, chinja ule. Anasema, mimi sijala vitu najisi. Anasema, vilivyotakaswa na Mungu usiviite najisi. Baadaye sasa ndipo watu watatu wanabisha katika mlango ule wa nyumba yake. Petro anasita kwenda. Ndipo Biblia inatuambia Roho Mtakatifu sasa anazungumza. Sikiliza tena nisome hilo fungu. Na Petro alikuwa akiyafikiri yale maono. Roho akamwambia, zingatia hiyo neno. Roho akamwambia, wako watu watatu wanakutafuta. Basi ondoka, ushuke, ufuatane nao, usione tashwishwi, kwa maana ni mimi niliyewatuma. Sasa nini hapa kinachofunuliwa kuhusu Roho Mtakatifu na uungu wake na uwepo wake kama nafsi? Jambo la kwanza, yeye kama nafsi ananena na anaongoza kama ambavyo tumejifunza. Hapa alinena na Petro, anamwambia Petro, ondoka uende, kuna watu wanakutafuta. Kwa hiyo anaongea na Petro. Lakini kuna kitu kikubwa hapa ambacho kimeongelea uungu wake. Anasema hawa watu ni mimi ndiye niliyewatuma. Kwa hiyo Roho Mtakatifu aliyemwambia Petro nenda, ndio anasema hawa watu mimi ndio nimewatuma. Sasa ukiona amewatuma vipi? Mungu anatenda kazi kwa njia ya malaika wake watakatifu. Na Biblia inatufunulia Baba Mtakatifu anao jeshi la malaika. Hata Yesu Kristo ana jeshi la malaika, maana naye ni nafsi ya kiungu. Hata alivyokuwa duniani alisema, mimi nina majeshi ya malaika wengi ambao nikimuomba tu Baba anawatuma, nao wanaweza kunilinda. Lakini nimekuja kwa ajili ya kuwaokoa wanadamu. Kwa hiyo hamna haja ya malaika kuja kunilinda kutoka katika wakati huu. Wakati ule Yesu anakamatwa kwenda kuuawa. Kwa hiyo Yesu naye ana malaika. Na Roho Mtakatifu naye kwa sababu ni nafsi ya kiungu, na yeye ana malaika, anatuma malaika. Ndio maana malaika huyu wa sura ya 10 ya kitabu cha Matendo alitumwa na Roho Mtakatifu. Hakutumwa na Baba wala hakutumwa na Mwana, alitumwa na Roho Mtakatifu. Maana shughuli zote za uinjilisti, shughuli zote za kimishonari, za utume wa Mungu ziko chini ya ofisi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye alimtuma malaika kwenda kwa Kornelio, na Kornelio anaambiwa nenda kwa Petro, na Petro anapofunuliwa anaambiwa na Roho Mtakatifu, nenda usione tashwishwi, mimi ndio niliyewatuma. Kwa hiyo inatufunulia juu ya uungu wake. Jambo la tatu na la mwisho kwa siku ya leo, tunapojifunza habari ya Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Roho Mtakatifu ana ufahamu wa kusoma mioyo ya wanadamu. Sasa hii ni moja kati ya sifa ya kiungu. Mwenye uwezo wa kusoma mioyo ya wanadamu ni Mungu peke yake. Hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kusoma moyo wa mwanadamu. Na Biblia inatufunulia ni nafsi tatu tu, Biblia nzima, zenye uwezo wa kusoma mioyo ya wanadamu. Moja ni Baba, 2 ni Mwana, na 3 ni Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari ule wa 7. Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wala urefu wa kimo chake, kwa maana mimi nimemkataa. Kwa kuwa Bwana haangalii kama wanadamu atazamavyo, maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana hutazama moyo. Kwa hiyo Mungu ana sifa ya kuchunguza mioyo ya wanadamu. Anajua makusudi yao, anajua mawazo yao. Waebrania 4 fungu la 13 anaeleza ya kwamba
wala hakuna kitu kilicho wazi mbele yake, kilichojificha mbele yake, maana vitu vyote viko utupu na kufunuliwa mbele yake. Mungu anajua kila kitu katika mawazo ya wanadamu. Sasa hapa Roho Mtakatifu anafunuliwa kujua mioyo ya wanadamu katika tukio la Anania na Safira, kitabu kile cha Matendo sura ile ya 5 mstari wa 4. Wakati Anania na Safira wanakuja wanaeleza habari ya matoleo yale ambayo waliyaficha sehemu ya matoleo ya kiwanja walichokuwa wameuza, na Petro sasa anapozungumza naye anamwambia, wewe Anania, fungu la 4 anasema, hukumwambia uongo mwanadamu bali Mungu. Kwa hiyo katika kudanganya, Anania alizani anamdanganya Petro. Kumbe Anania alikuwa anamdanganya Roho Mtakatifu. Alimwambia uongo Roho Mtakatifu. Na kitendo hicho Petro anasema hukumwambia mwanadamu uongo bali umemwambia Mungu. Kwa nini Roho Mtakatifu afunuliwa kuwa na sifa ya kiungu hapa? Ni kwa sababu yeye ana uwezo wa kusoma mioyo ya wanadamu. Alijua makusudi yaliyokuwa ndani ya moyo wa Anania na mkewe Safira. Alijua yote yaliyokuwa yamejificha ndani yao, na ndiyo maana aliwasoma mioyo yao na kujua ya kwamba wale watu wamesema uongo. Yeye huwezi kumdanganya kwa sababu anajua yote. Na hiyo inapotufunulia kwamba yeye ni Mungu, ni kwa sababu anajua yote, kila kitu. Hakuna kitu ambacho hakijui. Kwa Kiingereza wanasema omniscient. Yeye anajua kila kitu. Na kwa sababu anajua kila kitu, hakuna jambo ambalo unaweza ukalificha kwake au nikalificha kwake. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni Mungu kwa sababu anajua yote. Na kitabu cha Matendo kinatufunulia juu ya uungu wake, maana hapa tunapata ukweli ya kwamba yeye anajua mambo yote. Hakuna jambo ambalo unaweza ukalifanya likawa limefichika mbele yake kwa sababu yeye ni Mungu. Haya ni mambo ya msingi ambayo tumejifunza kwa siku ya leo, kwa sehemu ya kwanza juu ya uwepo wa Roho Mtakatifu kama Mungu na kama nafsi katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Eneo la kwanza ambalo tumeangalia, tumeona ya kwamba Roho Mtakatifu anawatia nguvu mitume. Ndiye nafsi pekee ambayo inafunuliwa kuwatia nguvu mitume katika kazi yao ya kimishonari, kazi yao ya uinjilisti au kazi ya utume. Lakini eneo la pili, Roho Mtakatifu anafunuliwa kwa sifa ya nafsi. Tumeona hapa aliponena na Filipo, lakini pia ananena na Petro, anamwambia ondoka, kuna watu wanakutafuta, mimi ndio nimewatuma. Na maeneo mengine mengi ambayo sijayasoma hapo, ukisoma katika Matendo sura ya 7 fungu la 51, pale utakutana na Stefano anawaambia wale watu, ninyi mnampinga Roho Mtakatifu. Kwa tendo lao la kumpinga inafunua kwamba Roho Mtakatifu Anania anaweza kupingwa, anaweza kukataliwa. Kwa hiyo kwa matendo ambayo mtu anayafanya anamkataa kabisa Roho Mtakatifu au anampinga. Lakini jambo la tatu ambalo tumejifunza kwa siku ya leo, Roho Mtakatifu katika kitabu cha Matendo anafunuliwa ya kwamba ana uwezo wa kusoma mioyo ya wanadamu. Alisoma moyo wa Anania na mkewe Safira na akagundua wamemdanganya, walikuwa hawajasema ukweli. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Kwa sababu kama nilivyosema hapo mwanzo, kitabu hiki cha Matendo kimejaa, kimesheheni matukio mengi yanayoonyesha Roho Mtakatifu ni nafsi lakini pia ni Mungu. Katika kipindi kinachofuata tutaangalia sehemu ya pili. Itakuwa ni mwendelezo wa sehemu hii ya kwanza, tukiona jinsi ambavyo Roho Mtakatifu amefunuliwa kama Mungu lakini pia amefunuliwa kama nafsi. Mungu akubariki, endelea kufuatilia vipindi vyetu hapa Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Mimi ninaitwa mwalimu mchungaji Godliven Maximilian Ngesi, na tunapohitimisha basi ni kualike tupate kumwomba Mungu. Baba yetu mwema na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa kutupatia nafasi ya kuweza kujifunza siku hii ya leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Tunapoendelea kufuatilia vipindi hivi vya Roho Mtakatifu, vikawa ni msaada mkubwa katika maisha yetu, vikituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen.